Mkuu, leo kuna kitu kikubwa kinaendelea duniani ambacho watu wengi hawajakielewa vizuri na kinaweza kubadilisha future ya crypto kabisa. Unajua sehemu inaitwa Strait of Hormuz. Hapa ndipo 20% ya mafuta yote duniani hupita. Yaani ukidhibiti hii njia, umedhibiti uchumi wa dunia. Sasa sikia hii story. Iran wamechukua control ya hii njia na sasa wameweka mfumo mpya. Kama meli inataka kupita kubeba mafuta, inatakiwa kulipia fee, yani kodi ya kupita. Lakini twist iko hapa. Sio lazima walipe kwa dola, sio kwa benki transfer ya kawaida. Wanataka walipwe kwa crypto au yuan ya China. Na kwa mujibu wa taarifa za hivi karibuni zinasema baadhi ya meli zinalipa hadi $100 kwa kila pipa moja la mafuta. Na zingine zinafika hadi $2 milioni kwa safari moja tu ya kupita pale Hormuz. Na kabla ya kupita wanakaguliwa, wanapewa kodi maalum na wakati mwingine wanapewa escort ya kijeshi. Lakini si kila mtu anaruhusiwa kupita. Kama nchi yako inaonekana ni adui kwa Iran, unaweza kuzuiwa kabisa. Na ndio maana baadhi ya meli zimekwama, maelfu zikisubiri ruhusa. Matokeo yake idadi ya meli imepungua sana, supply ya mafuta imeathirika na bei za mafuta zinaweza kupanda duniani. Hii ndio point muhimu. Iran wanatumia crypto kukwepa sanction, kukwepa mfumo wa dola Marekani na kufanya payment kwa haraka bila benki. Kwa kifupi, crypto inaingia kwenye biashara ya mafuta duniani. Swali la kujiuliza, je, hii inaweza kuwa mwanzo wa dunia kuacha kutegemea dola na kuanza kutumia crypto kwenye global trade? Kama crypto inaweza kutumika kupitisha mafuta, basi hii sio tena future, hii ni present. Andika maoni yako, unadhani crypto inaweza kureplace mfumo wa sasa wa fedha? Ni follow kwa ajili ya crypto update za crypto kila siku. Asante, uwe na siku njema.